Bwana Manyanya mara baada ya kupata shati mpya ameanza kulinga bwana, na hii ni kutokana na kwamba tayari Manyanya ameanza kumpenda Leila, mke wa bosi, japokuwa hataki kuonyesha hisia zake mbele ya Leila kwa sababu itaonekana ni kama anajishusha. Sasa bwana, leo kuna vitu ambavyo nafikiri itakuwa ni bora kama tutavichambua kwa pamoja, na hili sio jambo lingine, ni kuhusiana na taarifa ambazo amezipokea Violet kwa sasa kutoka kwa Jordan ya kwamba Manyanya alikutwa na changamoto nyingi sana, mke wake pamoja na mtoto wake waliweza kuuawa. Sasa kuna kitu ambacho wengi wamecomment huko wakisema kwamba je, binti ambaye anaitwa Violet ataanza harakati za kumtafuta Manyanya mara baada ya kugundua kwamba Manyanya kwa sasa yuko peke yake, kwa sababu alipuuzia na aliacha kabisa kumfuatilia Manyanya mara baada ya kugundua kwamba tayari ana familia yake. Sasa subscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, halafu twende tukachambue kuhusiana na kipi ambacho kinaendelea kati ya Manyanya pamoja na Leila, kwa sababu ni dhahiri shairi kabisa kwamba Manyanya tayari ameingia kwenye mtego ama ameridhia kabisa kumpenda binti ambaye anaitwa Leila. Ataficha kwa watu wengine, lakini hawezi kuficha kwetu sisi watazamaji na wachambuzi wa tamthilia hii hapa. Sasa nafikiri kwamba itakuwa ni kazi bure hata kama Violet ataanzisha harakati za kumtafuta Manyanya baada ya kugundua kwamba kwa sasa ni mpweke, amepoteza kila kitu alichokuwa akiwa nacho ama akikimiliki. Itakuwa ni bure kwa sababu kwa sasa tayari Manyanya yuko kwenye ndoto la huba zito la binti ambaye kwa kweli ameteka fikra za Mr. Manyanya. Haikutarajiwa kwamba Manyanya angeweza kufollow in love tena kwenye haya maisha kwa sababu ya matukio yaliyoweza kumkuta huko nyuma, na kwa jinsi ambavyo alikuwa akijiwekea mikakati yake ya kwamba hata kubali kuingia tena kwenye mahusiano na mwanamke yeyote yule. Wote tulifikiri kwamba alikuwa akimaanisha kile anachokiongea hapo, lakini imekuwa ni tofauti kuweza kuepukana na mitego ambayo amekuwa akitegwa na Leila, mke wa Kawina. Yani even if ungekuwa ni wewe, sidhani kama ungeweza kutoboa kwa namna ambavyo binti ana mitego. Yani urembo wake tu, ukiyatazama macho yake, ukikatazama kasura kake tu, lazima kama wewe ni mwanaume kamili unayekuwa na kushiba, hautaweza kutoboa hapo. Yani lazima utajikuta unasema I love you hata kama haujatongozwa wewe. So nikwambie tu kwamba kama nilivyoweza kukwambia hapo awali, leo tutakuwa tuna mambo makuu mawili ya kuweza kuchambua. Jambo la kwanza ni ambalo nimeweza kulizungumzia hapo kuhusiana na Manyanya kumpenda tayari Leila, japokuwa hataki kuziweka hisia zake wazi. Lakini pia jambo la pili ni kuhusiana na taarifa ambazo amezipata Violet kutoka kwa Mr. wanamuita Jordan kuhusiana na kile ambacho kiliweza kumpitia ama kiliweza kumkuta Mr. Manyanya. Kwa sasa lazima tu Mr. Manyanya atatafutwa na Violet kwa udi na uvumba, iwe isiwe, lazima Violet ataanzisha harakati za kumtafuta Mr. Manyanya, akihopu kwamba wanaweza wakarudiana kutokana na kwamba alikuwa akimpenda sana kuliko kitu chochote kile. Sasa hilo ndo jambo la pili ambalo nimekuambia kwamba ni la umuhimu zaidi, lakini nafikiri kwamba Jordan lazima atamtongoza Violet kwa mara nyingine.